Na msikilizaji, hii ni sehemu ya 3 ya simulizi hii nzuri kabisa ya Tifa. Ni simulizi tamu nzuri na tena. Na tulipoishia sehemu ya pili ni pale ambapo tumeona kwamba Tifa ameweka pembeni upole na akaona kwamba huu sasa ni upumbavu. Yaani huyu mfala huyu yeye mwenyewe ndo kanibaka na kaniharibia ndoto na malengo yangu. Nyumbani kwa natuma pesa vizuri tu, alafu sasa hivi ninamuomba pesa anaona kama vile. Kwa hiyo akamtolea uvivu huyo jamaa pamoja na mwanamke wake. Yaani alimtolea uvivu Ivan pamoja na huyo mwanamke wake. Sasa Tifa alisema kwamba hivi unataka mdogo wangu afe? Grace akasema nini? Hivi unamtukana nani hapa? Unataka kulipa kwa kubeba mimba ama? Nikasema kelele mbwa wewe. Hasa nilisema tena kwa kujiamini. Maana huyu alishazoea sana kunionea. Basi msikilizaji, nikasema yes, ninakujibu. Kwani wewe ni nani? Wewe si ni mbwa tu hapa. Nimekuja kuongea na mwenye mbwa na sio wewe. Grace akakasirika, akataka kunipiga kibao. Msikilizaji, ndio tunaendelea hivyo Akataka kunipiga kibao, nikaudaka mkono wake. Nikambinya kwa nguvu, alafu nikamwambia wewe, usithubutu kunipiga tena. Unadhani ile siku nimekuachia umenipiga? Unadhani mimi nakuogopa? Sasa ole wako urudie tena kunishika. Nitakukomesha mbwa mkubwa wewe. Kisha nikamsukuma. Alianguka chini. Mbona hukuamini? Hiyo siku aisee nilikuwa nimeshavurugwa. Hapo nilikuwa nawaza maisha ya mdogo wangu tu ambaye bibi kanaambia na hali mbaya sana hospitali. Alafu wafala wanaanza kuleta mambo ya kijinga. Ivan alikasirika. Akasema wewe mshenzi. Hivi unapata wapi nguvu za kumsukuma mwanamke wangu? Basi bwana akanipiga kibao. Na mimi nikaanguka mpaka chini. Nikanyanyuka. Nikaambia unanipiga. Nipige tena. Nipige. Hivi mnatunaga sisi maskini hatuna plani za maisha Mnatuendesha tu vile nyinyi mnavyotaka, si ndio? Hivi wewe unanibaka? Wewe unanibaka ukaniharibia mipango yangu. Haya nipige. Ivan akanikamata, anataka kunipiga sasa. Sasa yule mama wa kazi akaja bwana. Naona alisikia kelele zetu. Akamshika kaka, akamwambia wewe, hebu acha, shida ni nini lakini msigombane jamani. Hapo sasa mimi nilikuwa nalia tu. Nilikuwa na hasira msikilizaji, maana basi mama Jidi akamwambia Ivan kwamba huyo mjamzito utapata kesi. Sasa Grace akasema kwamba huyu binti ni mshenzi tu na ataama huko ndani. Labda mimi sio Grace. Ivan hakuongea tena. Akaingia chumbani kwake na Grace naye akamfuata nyuma. Sasa mama Jid akaja kuninyanyua, akanipeleka chumbani kwangu. Akaniambia shida nini? Latifa, mbona unagombana na kaka na wifi yako? Nikasema sio kaka yangu mimi. Yule ni mshenzi tu, kaniharibia maisha yangu mno. Na alivyo mjinga anazidi kuniharibia. Mimi nimeshachoka. Mama Jidi akasema tulia Tifa. Una hasira sana, relax. Na uache kulia dia wangu, umesikia? Basi nikaanza kumhadithia mama Jid pale mwanzo mpaka mwisho hadi Ivan kunibaka na mimi nilikuwa nimfanya kazi wao. Sikumficha tena. Alionea huruma sana. Akaniambia, pole sana, ila usitumie hasira. Maana hasira huwa hazisaidii kipenzi, umesikia? Nikasema mama, mimi nimeshachoka. Nilikuja nitafute pesa, nisaidie familia. Haya mengine yeye ndo kasababisha. Leo namuomba pesa, wananitukana yeye na mwanamke wake. Mimi napata wapi pesa sasa nimtumie bibi amtibu mdogo wangu? Akasema Tifa, pole sana. Kama ulivyonihadithia ni ya kweli, basi wewe ni mvumilivu mno. Ila hasira hazijawahi kujenga Tifa. Hebu kwanza acha basi kulia. Acha kulia kipenzi changu. Na usiwe na hasira. Mimi nitakusaidia, nitakupa 100,000. Nikasema kweli mama? Akasema ndio. Basi nilishukuru pale, nikapiga hadi magoti. Akanambia ndio, nitakupa, kuwa na amani. Japo sina, ila nimekuonea huruma. Koja nigawe hiki kidogo changu nikusaidia. Akasema asante sana mama.
Kweli bwana, pale pale akanitumia 100,000 katika simu. Na mimi nikamtumia bibi. Halafu nikampigia nikamuuliza kama ameiona. Bibi akasema ndio nimeiona mjukuu wangu, nitakupigia baadaye, ngoja kwanza niweke sawa mambo hapa hospitali. Nikasema sawa bibi. Basi nikamshukuru sana Mama Jid kwa wema alionifanyia. Akasema usijali Tifa. We mtoto, mimi nimekupenda bure. Kwa hiyo huna shida kabisa. Sijui kwa nini tu yani Ivan haoni mke. Anang'ang'ania tu magume. Basi tukiwa tunaongea pale, simu yangu ikaita. Na check hivi ni Maurindo ananipigia. Nikapokea, akasema Tifa vipi? Nilikuwa mbali na simu mwenzio. Yaani hapa ndo nimeshika simu nakuta miskolo zako. Kwema huko? Nikasema kwema bwana, mimi nilikuwa nakusalimia tu. Msikilizaji, mimi sikutaka kumwambia Maureen kilichotokea, niliamua kupotezea tu. Akasema haya poa shoga yangu, nipo ila sasa hivi niko busy na mitihani, maana unajua chuo ndo namaliza ndio maana unaona kimya. Nikasema poa shosti, uwe na usiku mwema. Basi nikakata simu. Tukaendelea kuongea mimi na Mama Jid. Bibi akapiga, akaniambia ashaanza kupata huduma kwa sasa na mdogo wangu anaendelea vizuri. Nikasema sawa bibi. Akaniuliza mbona kama unaongea kinyonge? Hivi upo sawa kweli mjukuu wangu? Nikasema ndio bibi, nipo sawa, nimechoka tu na majukumu na najisikia kidogo kama naumwa. Akaniambia haya pole, pumzika, mimi nitakupigia kesho kukujulisha hali ya mgonjwa. Nikasema sawa bibi. Basi Mama Jid muda wake wa kuondoka kwa umefika, akaniaga akaondoka. Mimi nikaenda kujimwagia maji. Nikapanda kitandani sasa kulala. Nilipata usingizi kwa shida sana msikilizaji, na yote ni kutokana na mawazo. Yaani hata kunenepa nilikuwa sinenepi. Nakula vizuri mno ila nilikonda. Yaani asije akakudanganya eti mtu kwamba eti kula ndo kuna kufanya unenepe. No. Ni ile amani ya moyo, kuridhika na maisha. Basi bwana, asubuhi nikasikia mlongo wangu unagongwa. Nikaenda kufungua nikamkuta kaka Ivan. Nilikuwa na hasira naye huyu mbwa. Nikamuuliza unasemaje? Nikamuona kapoa sana. Akaniambia vipi mwamkaje? Nikasema kimoyoni, tangia lini hizi salamu? Which, when, where, who? Nikasema sijambo, unasemaje? Akasema nimekuletea pesa matumizi yako. Nikaziangalia zilikuwa ni 10,000 nyingi tu. Nikasema mimi za nini sasa? Mimi sina shida nazo, labda ukampe Grace. Nikafunga mlango wangu, nikamwacha nje akasimama. Basi akawa anaita Tifa. Tifa, mjomba uchukue pesa tafadhali sana bwana. Mimi sikumjibu hata. Na sikufungua hata mlango wangu. Nikampigia bibi kuuliza hali ya dogo, akaniambia yupo vizuri na wamesharuhusiwa. Basi nikaongea na dogo pia, akaniambia anaendelea vizuri. Kwa hiyo sio na wasiwasi dada. Nikasema sawa dogo. Basi nikakaa sasa ndani, afu baadaye ndo nikatoka ndani. Nakuta bwana zile pesa kaziacha nje pale mlangoni. Nikachukua, nikazihesabu, nikakuta ni 500,000. Nikasema hii pesa ni nyingi. Nikaichukua. Nikampelekea Mama Jid 200,000. Akanambia jamani mwanangu, mimi ile nilikupa tu, sio kwamba eti nilisema nirudishie jamani. Nikasema na mimi hii ninakupa tu mama. Ndio maana imezidi, sijakulipa, wewe pokea tu. Kama ingekuwa deni singekulipa deni lako la 100,000. Basi akapokea akasema asante sana mwanangu. Basi mimi nikamwambia usiwe na hofu mama. Afu nikasema Mama Jid leo natoka naenda kununua vitu vyangu kidogo. Akasema kwani pesa umepata wapi mwanangu? Nikasema akanipa Ivan. Akasema basi itakuwa kajifikiria maneno uliyomwambia jana yamemchoma kama binadamu. Nikasema labda mama, maana kaniletea mwenyewe asubuhi. Akasema basi nikusindikiza sasa hiyo safari yako mwanangu. Nikamwambia hapana mama, siendi mbali hata. Akasema haya sawa, ila na hiyo hali yako uwe makini basi. Nikasema usijali. Kweli nikatoka, nikaelekea saloni, nikaosha nywele zangu, nikasuka 5 kichwa pale, ila huwa napendeza sana msikilizaji. Basi nikanunua na madera ya kushindia ya kawaida tu, nikarudi nyumbani. Hapo nilikuwa nishaanza kuchoka. Hata Mama Jid sikuwa namsaidia kazi sana. Tukala chakula cha usiku, Mama Jid akaondoka. Na mimi nikaenda chumbani kwangu nikaoga, nikapanda kitandani kupumzika.
Nikashangaa mlango wangu umesukumwa. Ivan akaingia. Nikasema, mbona ingia bila ya hodi? Ukinikuta uchije? Akasema, sasa una kipi ambacho mimi sikijui kwenye mwili wako? Au wewe hunijui mimi? Nikabaki kimya tu. Akaniuliza, umeshindaje? Nikasema niko poa tu, sijui wewe. Akasema niko poa pia. Basi akanipatia mfuko, akaniambia humo kuna vitu vyako nimekununulia. Nilishangaa maana ilikuwa ni mapya. Kununulia nguo mie, haya ni mambo mapya. Nikasema sawa, asante. Akasema una siku mwema. Nikasema na pia. Basi akaondoka. Bado nilikuwa na hasira naye sana. Ila nikapotezea, nikafungua mfuko, nikakuta kuna nguo nzuri sana. Kulikuwa kuna design za nguo za ndani, nguo za kulalia na viatu na nguo za kushindia pia. Nikasema huyu yale maneno yamesaidia nini? Maana alikuwa ananiona mimi mpole sana. Kashanijua kuwa mimi ni kichaa mwenzie. Nikaviweka vizuri vile vitu, kisha nikampigia simu bibi. Akapokea, nikawa naongea na bibi yangu pale mpaka nikalala. Asubuhi akaja tena kuuliza hali yangu, nikamjibu. Ila hapo nipo serious msikilizaji, sina shobo. Yaani kama nimelazimishwa kumjibu vile. Tani nilimjibu sasa na mnyali. Naona alijua bado na hasira naye, akaondoka zake bwana. Yakando maisha yetu sasa. Na mimi nikawa jeuri kama yeye ili twende sawa. Yaani kama ndi iwe ndi, kama mbwai na iwe mbwai. Nikaona kapoa kidogo na kabadilika at least. Akirudi, yaani akitoka kazini ananisalimia na asubuhi lazima aje kunisalimia. Nikaona kimya, basi akurudi nyumbani. Ama Grace kaja ni? Maana alikuwa anamuogopa sana mwanamke wake. Hata Grace alishajua mimi sio mpole, akapunguza kunitukana. Akifika haniongeleshi, anakuwa busy tu na bwana wake na mimi nakuwa busy na mambo yangu. Sasa ikapita miezi miwili. Hapo mimba sasa imefikisha miezi 8. Hapo sasa nikaa na umwa kweli, miguu inanijaa mno. Unajua tena muda huo kwa wale watu ambao washawahi kubeba mimba yaani mpaka nilikuwa nashindwa kutembea muda mwingine, kuchoka kukazidi. Yaani sikuwa ni sawa kabisa, ni kitumbo chenye ndio hivyo tumbo lishanilemea hizi. Siku moja hivyo nikarudi bwana jioni tu, akanambia njoo chumbani kwangu kuna swala nataka tuongee. Nikasema sawa. Basi nikanyanyuka, nikaenda, akanambia njoo kaa hapa kitandani. Hapo sasa mimi na mtumbo wangu mkubwa. Nikaenda, nikakaa, akaniambia Tifa, hivyo unanichukia sana Mimi wala hata sikuwa namchukia, ila alikuwa ananikwaza mambo yake na dharau zake. Nikasema hapana. Akasema kweli? Nikasema ndio. Akaniambia basi naomba unisamehe sehemu ambayo mimi nimekwaza. Tuiangalie hii mimba. Mimi nipo tayari kukupa kila kitu unachotaka. Umesikia? Na kwa sasa na matamanio makubwa sana ya kuwa baba. Tafadhali sana naomba tumalize shida zetu. Na kwa sasa ninakitaka hicho kiumbe. Nakitaka hicho kiumbe tena mno. Nikasema sawa, mimi sina shida. Na mimi sipendi tu dharau zako tu na maneno ya kashfa unaniambia. Navumilia mpaka nashindwa. Akasema Tifa naelewa. Unajua mimi nafahamu sana nimeshaukwaza sana. Na nakuahidi kipenzi mimi sitarudia tena. Na acha kabisa utabia. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Umesikia? Yaani naomba uwe na amani na usiniogope. Ukitaka kitu wewe niambie tu. Nipigie muda wote unaotaka. Ukiumwa, sijui kokote nini unajisikia vibaya, wewe niambie. Nikaambia sawa. Akasema ni hayo tu, kwa hiyo tusiwe na ugomvi tena. Muda mchache tutakuwa wazazi wa hicho kiumbe ambacho kinakuja. Kwa hiyo naomba hizi shida ziishe basi mama, sawa? Nikasema sawa, hakuna shida. Basi nikaona shetani kama malaika. Nikasema kumbe shetani anaokoka Basi nikasema atakuwa tu kajirekebisha sasa. Nikamshukuru na Mungu mno. Kimoyoni pale sasa nikajisikia amani sana. Akauliza vipi mtoto anacheza vizuri? Nikasema ndio anacheza tu. Akasema basi naomba basi nishike. Msikilizaji, mbona majaribu sasa? Nikasema sawa. Basi akaleta mkono wake kwenye tumbo langu akananipapasa. Nisikia msisimko mkali sana. Akasema vipi? Nikasema hamna kitu. Basi akaanza kupandisha mkono. Akanapapasa sehemu mbalimbali za mwili wangu. Nikajitoa haraka nikasema nini sasa Ivan? Kwa umejifanya mwema hapa ili unifanyie hivyo baadaye, si ndio? Afu baadaye useme unajuta, unajutia sana kwa ulichofanya na mimi, si ndio? Kwamba mimi nimekutega, si ndio? Basi akanyanyuka akanifuata akasema no mama, mimi sifanyi hivyo. Sifanyi hivyo kwa sababu unajua mimi leo nina hisia kali sana na wewe mpenzi. Alafu nataka
nikutanue njia usipate shida wakati wa kujifungua. Nipe basi kidogo Tifa. Aise, nilimwambia ya kwamba kaka, hapana, sitaki. Uone mwanamke wako tayari. Mimi wa nini sasa? Si umesema nipo hapa sababu ya hii mimba. Kwa mimi nikijifungua unamchukua mtoto na mimi naondoka zangu. Mimi unitaki tena. Kwa mimi sitaki kakae mambo yako. Akasema sasa sikia basi Tifa. Utapata shida wakati wa kujifungua Tifa. Alafu mimi nishaongea na daktari. Ameniambia lazima nikuingilie. Tafadhali sana usiwe hivyo. Nikaona huyu ana lolote, hisia tu ndo zimemkaba. Nikasema hizo tabu nitakaozipata wakati wa kujifungua nitazivumilia. Basi akanibembeza sana tufanye mapenzi. Nilimkatalia kata kwamba sitaki kulala naye. Nikamwaga nikarudi chumbani kwangu. Sasa nikampigia simu Maureen kumpa umbea. Akapokea, nikasema shosti. Kakako leo kanaambia tusameane na tumalize shida zetu, tuangalie kiumbe kinachokuja. Maureen akacheka akasema, "We, mbona pambe? Mbona habari ni nzuri shosti?" Nikasema, "We, alafu sasa eti anataka mchezo, eti anitanue njia. Eti nisije nikapata shida baadaye wakati wa kuzaa." Maureen akasema, "Makubwa. Kwa hiyo ashaanza kukupenda? Kwanza umempa?" Nikasema, "Hapana, nimemnyima." Akasema, Tifa, acha ujinga. Sasa kuna umemnyima sasa? Wewe mpe ndo atazidi kukupenda." Nikasema, mimi nimeogopa bwana. Unajua kaka yako ana maneno ya dharau sana. Unataka baadaye aje kusema sije kwamba nimemtega? Wala mistaki. Akasema, wewe sikia. Hebu acha ujinga. Umesikia? Nishakwambia wewe ni mzuri kuliko hiyo Grace mwenyewe. Jiamini, Unasikia? Na akitaka mchezo wewe mpe. Tena ifinyie kwa ndani, hakuna kumnyima. Umesikia? Kumbuka upo vitani unapigania penzi. Nikasema sawa shosti, ila mwanzo mimi naogopa. Akasema sasa unaogopa nini? Mpe mama, acha uoga Tifa vipi? Nikasema sawa wifi. Basi Maureen akacheka kweli. Anapendaga sana nimuite wifi. Tukaongea sana na Maureen mpaka nikapitwa na usingizi. Niliamshwa na Ivan, nikasema wewe mbona asubuhi chumbani kwangu unataka nini? Akasema saizi saa 3 nimeona hujaamka ndo nimekuja kuangalia. Nikasema sasa mbona ugonge sasa unaingia tu kama chooni? Akasema hebu acha maneno yako bwana, nenda kaoge, nataka kupeleka sehemu leo. Nikasema mimi siendi, nimechoka. Akasema ni hospitali bwana, ni muhimu tukacheki afya yako. Nikasema Ivan, hivi si nimetoka hospitali juzi tu? Mimi siumi bwana na wala sijisikii vibaya. Akasema sikia, nimesema kaoge ujiandae twende hospitali. Najali sana kuhusu mtoto aliyokuepo tumboni. Nikasema sawa. Maana aliongea kwa msisitizo sana. Basi akaenda kuningojea sebleni. Mimi nikajiandaa, akanipeleka hospitali. Nilipimwa sana. Daktari akasema Tifa, njia yako ni nyembamba sana. Inaweza kapelekea ukafanywa operation baada ya kuzaa kawaida. Yaani badala ya kuzaa kawaida. Ukajikuta tumetumia njia ya operation. Nikasema kwa nini sasa ipo hivyo daktari? Mimi sikutaka kuzaa kwa operation kabisa. Kuguza vidonda hapana kwa kweli. Sasa daktari akamwambia Ivan ya kwamba Mr. vipi? Mbona kama huwajibiki vizuri, Ivan akasema unajua mwanamke wana mbishi sana. Jana nimemwambia tu hilo swala na amekata hataki kabisa. Basi daktari akasema Tifa, usimnyime bwana, usimnyime mshikaji. Kwani si ndio mwenye mimba yake? Nikasema ndio. Akasema basi mpe. Tena mpe haswa kwa siku, mpe hata mara 3 hivi 4 5 fresh. Hii itakusaidia wewe kuzaa kwa urahisi. Msikilizaji, usio mtego kweli huo. Nikasema sawa daktari, nimeelewa. Basi nikamwona Ivan anachekelea kweli. Ile tumefika nyumbani tu sikaka eti akaanza kudai anataka kitumbua. Nikasema wewe bwana, liwalo naliwe. Basi bwana nikasema anyway, ya nini sasa kukibania kitumbua mwisho siku kinapoa. Nikampa baba kija wangu. Ilikuwa ni moto. Ilikuwa ni moto, sijui ndo alinimisi. Japo nilipata maumivu makali sana. So baada ya kumaliza kaniambia sababu hujafanya muda sana, utakaa sawa na utakuwa unasikia raha tu. Nikasema sawa kipenzi. So kuanzia hapo ikawa ni balaa sana. Yaani Ivan ni muda wote anataka tu na mimi nampa, anataka tu na mimi nampa. Anakinyandua we. Alinifaidi mno.
Akasema nakutanua njia mke wangu ili usipate shida wakati wa kuzaa. Huyo mpuzi anaongea hivi wakati akija Grace ndo anakuwa hana habari na mimi. Anyway, hata hivyo si ndio mwanamke wake anayempenda. Basi mimi nikawa najisikia vibaya sana kwa ile, nikawa naona kama ananitumia tu hivi. Ila na mimi nilikuwa nampenda sana tayari. Na vile sasa tunashiriki lile jambo ndo kabisa. Sasa nikawa nikimuona na Grace naumia sana. Na alishaniambia hataki Grace ajue chochote. Yeye anafanya na mimi kunitanua njia tu, sio mapenzi. Acheni tu. Basi mimba ikafikisha miezi 9 sasa, nikawa nasubiria siku yangu tu nikashushe engine. Maana nishachoka mno. Siku moja nipo zangu sebuleni naangalia TV mida ya jioni hivi akaingia Grace bana. Hakunisalimia hata, na ndio kawaida yetu mimi na yeye tusalimianage hata. Nikaona kaelekea chumbani kwa Ivan, ila Ivan alikuwa bado hajarudi kutoka kazini. Mara Grace akatoka na hasira kweli kweli huko sasa. Kaishika nguo yangu ndani. Nilistuka kweli kweli. I say nilisahau kwa Ivan jamani. Kuna style unapigwa mpaka unasahau kila kitu. Maana huwa hatuchaguagi sehemu ya kufanya lo jambo. Siku nyingine nakuwa chumbani kwake, siku nyingine anakuja yeye chumbani kwangu nini. So Grace akasema we malaya wewe, hii nguo ni ya kwako Nikasema wapi maandiko Latifa? Akasema wewe usinitanie. Kwa hiyo unataka kusema kwamba bwana wangu ana mwanamke mwingine tofauti na mimi ama? Nikasema sasa mimi najuaje? Hebu usinipigie kelele mimi. Si umsubiria bwana wako ndo muulize ama? Akasema ngoja. Basi nikaona anaanza kuelekea chumbani kwangu, nikastuka. Maana na nguo za Ivan nyingine zipo chumbani kwangu. Nikaona hapa sasa kivumbi kinawaka hapa. Basi akarudi kashika boxer za Ivan na t-shirt yake tu. Akasema na nguo za mwanamume wangu zinafanya nini kwako? Unatembea na mwanamume wangu, si ndio? Hivi kumbe dada ni malaya kiasi hiki? Sasa leo utanieleza. Nikasema wewe, ole wako niguse malaya mkubwa wewe. Ole wako niguse. Alafu kumbuka mimi sio malaya. Malaya ni bwana wako ambaye hajaridhika na wewe. Kaamua kunifuata mimi. Na ukijiona hivyo ujijue wewe sio mtamu. Baada ya kumwambia hivyo akanirukia. Na mimi siku hiyo sikumwachia kudadadeki. Tukaanza kukuidana. Hapo mimi kumbuka na mimba miezi 9 mkumbuke. Toto lenyewe la kienyeji mimi. Ungekuwa mtoto wa mjini hapo tu mimba miezi 6 nalia. Miezi 9 siogopi kudadadeki. Nilimlaza chini mimi mwenyewe niko juu, nilimtandika hiyo siku kudadadeki. Nilimtolea sera zangu zote za kutopendwa na Ivan. Nilimwasha vibao. Alijuta kunijua. Alafu akutegemea. Unajua kashazoea ile kuniona mimi yani mjinga fulani tu hivi nisiye na mbele wala nyuma. Kashazoea kunionea huyu mbwa. Basi Ivan akaingia, akashangaa pala na kuta ngumi tu kudadadeki. Akanivuta haraka, nikasema niache na wewe mbwa, niache. Ivan akasema Tifa, hebu naomba uache bwana. Una hali yako, hebu acha bwana. Hapo Samia hasira, yani hata sielewi nina hasira mno kudadadeki. Hasira ziko 5G. Asa Grace analia, anasema kanipiga mwanamke wako. Mwanamke wako kanipiga. Kwanza leo mimi simtaki akae hapa. Tena nasema simtaki malaya mkubwa huyo. Nikasema malaya wewe mwenyewe. Malaya wewe mwenyewe na uko wako wote mshenzi mkubwa wewe. Na sasa ndo bwana nishamchukua. Na ile nguo uliyokuta chumbani kwa Ivan ni ya kwangu. Nampa bwana wako dozi ya mara 3 kwa siku. Na hamezi kwa maji ya baridi wala moto. Anameza kavu. Ivan akachukia kwamba anamharibia kudadadeki. Akasema kelele mshenzi wewe. Nikasema wewe mshenzi mwenyewe. Nyo. Kwani hatulalagi wote? Hatulalagi wote? Hatulalagi wote ama nakuuliza. Ivan akachukia. Akanikata kibao kikali mpaka nikayumba nikaanguka. Sasa nikaenda kujigonga katika meza ya kioo. Alafu sasa nikapigiza tumbo mbwa. Nilisikia maumivu makali mno tumboni. Yani kama nimekatwa na kisu shwa. Nikasema mama nakufa. Asa muda huo sasa damu nzito zikaanza kunichuruzika chini. Ivan akavurugwa akaja kunishika akasema Tifa vipi kipenzi? Tifa, nikasema nakufa. Hapo ni kwanza nasikia maumivu makali sana. Yaani hata kujibu sikuweza. Grace upo pembeni ananishangaa tu. Ugomvi wote ukaishia hapo. Ivan basi akanibeba akaanza kutoka na mimi nje. Mimi naona tumbo hapo linanikata mno mpaka nalia. Akaniingiza kwenye gari, akaanza kudrive kunipeleka hospitali. Niliona hapa kwanza mwenyewe niliona kama amevuruga yani kadata. Njiani nilikuwa nalia mno sababu ya maumivu makali niliyokuwa nayapata na damu zenyewe zilikuwa zinanitoka ile mbaya.
Ivan sasa akawa anasema Tifa, tafadhali sana, tafadhali Tifa, tunafika, jikaze kipenzi, jikaze kwa ajili ya mtoto wetu. Basi bwana, tumefika hospitali, manesi wakanipokea haraka sana. Baada ya kunipokea pale, wakaniweka kwenye kitanda na wakanikimbiza wodini. Ivan akawa anakuja nyuma tu, ila sasa maumivu yalinizidi mpaka nikazimia. Yaani sikujua hata nini kinaendelea. Nikaja stuka nipo chumba cha hospitali nimelala. Namuona mama na baba wa Ivan wako pale. Sura zao yani zina huzuni mno. Na Maureen pia alikuwepo. Na Ivan pia alikuwepo. Alikuwa ni kama anafutafuta machozi hivi. Sasa mimi nikasielewi. Nikataka kunyanyuka bwana. Ivan akanizuia, akaniambia pumzika mama. Nikasema mbona sikumbuki nini kimetokea? Akasema utakumbuka tu, ila kwa sasa pumzika. Nikasema sawa. Nikarudi kulala bwana. Nikajikuta nalala tena usingizi mzito sana. Nilipostuka Ivan akaniambia umeamka Tifa. Hapo sasa nikumbuka tulivyokuwa tunagombana kule nyumbani. Haitaka kunishika mkono ila nikamputa. Sikutaka nishike. Maureen akasema Tifa, pole sana kipenzi, vipi unajisikiaje kwa sasa? Nikasema nipo sawa. Basi nikawa nasikia maumivu sehemu za tumbo, nikajishika. Maureen akasema usishike. Hakuja kauka, umefanywa operation jana. Nikasema nimejifungua kwa operation, kwa hiyo ama nobeni basi nimuone mwanangu. Mama akaniambia tulia kwanza Tifa, usiwe na haraka, utamuona tu. Nikasema sawa. Ila nikaona Ivan anafuta machozi. Yaani unajua ile ni mtu fulani hivi ambaye analia kiume bila kutoa sauti. Alafu akatoka nje. Basi nikasema mama, mbona kama Ivan analia? Kwani imekuaje? Mama akasema Tifa, bahati mbaya mtoto kafia tumboni. Nikasema nini? Akasema ndio hivyo kipenzi changu. Nilia kwa sauti. Hospitali nzima. Mbona walisikia? Walisema huyu leo anajifungua nini? Anajifungua kinu ama mtoto? Mbona kulia hivyo? Nikasema mama, sio kweli, haiwezekani mama. Mimi nataka mtoto wangu. Mama, mimi ningemlea tu, asingenishinda mama. Basi mama na Maureen wakaanza kunibembeleza kwamba muhimu ni afya yangu, mtoto nitazaa tena. Aisa ila niliumia mno. Kweli nilipata ile mimba bahati mbaya, lakini mimi nishategemea kuwa na mtoto wangu. Nilibeba mimba kwa miezi 9 nikiwa na matarajio makubwa kuwa napata mtoto. Afu leo hii tu ananiambia kwamba mtoto kafia tumboni. Na nilijua ni Ivan ndo kafanya mwanangu kafa, sababu yeye ndo alinipiga kofi mpaka nikaenda kupiga tumbo kwenye meza. Nilia sana. Yaani sikubembelezeka kirahisi. Walipata shida sana kunifanya ninyamaze. Ila nikanyamaza na kumshukuru Mungu tu. Mimi sikuwa na cha kufanya. Nikamuuliza mama, alikuwa ni mtoto gani? Mama akasema wa kiume, tena kafanana sana na Ivan. Nikasema sawa, basi nipeni hata maiti ya mwanangu nione. Mama akasema tumeshazika, maana mwili wa mtoto sio vizuri kuulaza. Niliumia sana. Nimepata vidonda vya kuuguza ila sijapata mtoto. Baba na mama yake Ivan walikaa sana na mimi, wakinipatia sana moyo kuwa mambo ya kawaida tu na huwa yanatokea, so nisiwe na mawazo. Nikubali tu na niwe sawa. Nikasema sawa. Hapo nina hasira msikilizaji. Na hasira sana na Ivan, sana. Jioni Ivan ndo akaja sasa. Yaani kwanza alikuwa anaona hata aibu kuniangalia. Wazazi wa Maureen wakaaga, wakasema watakuja kuniona kesho asubuhi. Na Maureen pia aliaga. Nikasema sawa, nawashukuru. Basi nilibaki na Ivan. Yeye alibaki akae na mimi kuniuguza usiku mzima. Sikutaka hata kumwangalia, nikageuza sura yangu pembeni kabisa, maana najua yeye ndo sababu ya kila kitu. Akanishika mkono nikauputa, nikaupiga pembeni. Yaani sijui mbwa ataongea nini ambacho nitamuelewa. Basi Ivan akasema Tifa, najua hauwezi kunielewa kwa chochote. Nimekuumiza sana kwa kipindi chote, lakini nakwambia ukweli, kwa hiki kipindi ambacho tulikuwa pamoja, nimegundua na kupenda sana Tifa. Zaidi ya neno sana kipenzi. Naomba unisamehe sana Tifa. Sikuwa nimekusudia itokee vile, na kutokea kule ni kwa bahati mbaya tu. Aliongea, mimi nikabaki kimya. Yaani kama sijamsikia alichoongea. Akaanza kulia, akaniambia Tifa, kweli nilikuwa nakunyanyasa, ila mtoto mimi nilimtaka kwa asilimia zangu zote mama yangu. Sijafanya makusudi kuua mwanangu, ni bahati mbaya. Usinielewe vibaya Tifa, tafadhali sana. Sitajisamehe kama hautanisamehe. Naomba unisamehe mama. Basi mimi sikutaka hata kuongea naye.
Sikumjibu kabisa na sura yangu yani mimi anzi kusakata hata ione. Aliongea mno, aliomba sana msamaha ila mimi sikumjibu hata. Sikumsikiliza mpaka nikapitwa na usingizi. Asubuhi nikaja kuamshwa na nesi, akaniambia natakiwa kufanywa huduma pale, basi akaniandaa na kunisafisha kidonda. Akaniambia, Tifa, kwa sasa unaendelea vizuri sana. Ukiendelea hivi, leo jioni tutakuruhusu. Nikasema asante sana na kushukuru. Basi Ivan akaja na supu na chapati, akaniambia, kipenzi, naomba uamke unywe chai. Alinyongonyea kama sio yaya vile. Nikasema, kwa hiyo umeweka sumu unataka kuniua na mimi, si ndio? Akasema, no, haipo hivyo. Mimi siwezi kufanya hivyo, nakupenda sana Tifa. Nikasema, unampenda Tifa? Kwani Grace kafa? Akabaki kimya. Nikasema, toa mavitu yako hapo, mimi sile. Sasa Ivan akapiga magoti, akasema, Tifa, nimekiri, nimekukosea sana. Nimekukosea mengi, ila nimejirekebisha na kuhitaji mno mama. Naomba unisamehe kipenzi. Sasa kabla sijajibu, akaingia mama. Ivan ndo akanyanyuka. Akasalimiana na mama yake pale kisha akatoka nje. Akaniacha mimi na mama. Mama akaniambia, amka ule mwanangu. Nikasema, mama, mimi sihisi njaa mama. Mama akaniambia, hapana, kula hata kidogo. Nikagoma. Mama akanibembeza sana, ndo nikanyanyuka nikala kidogo. Mama akaniambia, Tifa, msamehe Ivan. Unajua alikuwa anamtaka sana huyo mtoto kuliko unavyotegemea. Ametuhadithia kilichotokea, kwa hiyo usiwe mwingi wa hasira. Mengine hutokea kwa bahati mbaya tu. Na mimi namjua sana Ivan. Ni mwanangu, nimemzaa na kumlea. Anajutia sana hili swala kuliko hata unavyodhani. Kwa hiyo naomba msamehe tafadhali sana Tifa. Basi mimi nikabaki kimya. Nikaona namtetea tu mwanae. Basi nikaa pale hospitali kama siku 3 hivi. Usiku mimi nikaa nabaki na Ivan. Ila simuongeleshi na kiniongelesha mimi simjibu, nipo kimya. Mpaka nikaruhusiwa, mama akaniambia kwamba utaenda kukaa kwangu mpaka ukawe sawa. Kimoyoni nikasema, nikipona tu naondoka. Naelekea kwetu Matombo, maisha ya daa yashanishinda mimi. Kweli nikawa nakaa kwa mama, ananihudumia vizuri tu, hadi ananiogesha maji ya uzazi, si unajua tena, ananikanda vizuri. Ila tayari alikuwa ashaleta mfanyakazi mwingine. Sasa mimi nikawa nasikia afadhali sasa. Na Maureen akiwepo tunapiga sana story, mawazo yanakuwa yanapungua. Nimwambia Maureen, mimi naona nishapona. Yaani najiona nipo sawa, nataka kurudi nyumbani Morogoro. Akasema, nyumbani kwenu? Nikasema ndio. Akasema, wewe, kwa nini sasa urudi nyumbani? Nikasema, naona maisha yananishinda. Yaani sielewi hata. Kwa hiyo bora nikajipange tu kwanza kisha ndo nitarudi tena . Akasema, wewe, hakuna kwenda cha Morogoro wala bibi yake na Morogoro. Wewe ni wa hapa Tifa. Hivi mbona uko mjinga sana Tifa? Wewe rudi kwako, kapambanie mapenzi yako kwa Ivan. Hivi unamwachaje mwanaume kama yule na ana pesa chafu afu unaondoka kizembezembe unamwachia mwenzio? Wewe vipi wewe? Wewe ni chizi kumbe? Nikasema, Maureen, kakako anipendi hata kidogo. Anampenda sana Grace. Mwacheni basi awe na chaguo lake, msimlazimishe kuwa na mimi. Hajawahi kusimama upande wangu hata mara moja. Muda wote anasimama pamoja na Grace sababu ndo anempenda. Mimi sitaki tena vita na Grace sababu ya Ivan. Nimeamua kumwachia mwanaume wake. Si umeona ameamua mpaka mwanae, yani ameua mpaka mwanae. Sasa atashindwa kuniua mimi? Na pale mimi nimekuwa nakaa kwa ajili ya mimba tu na wala sio mapenzi. Kwa hiyo mimi sihitaji kurudi tena pale. Sina maana. Mimi pale nilikuwepo kwa ajili ya mtoto, yani kwa ajili ya mimba. Na ameua mwenyewe mtoto, mimi nafanyaje sasa? Maureen akasema, sawa, hata kama hutaki kurudi kwa kaka, ila kurudi kijijini ndo unaenda kufeli kabisa Tifa. Wewe utaenda kufanya nini? Yaani watu wanapambana kutoka kijijini kuja mjini, wewe unapambana kutoka mjini kwenda kijijini. Unataka ukalime? Nikasema ikibidi nitalima. Mbona sina shida na sichagui kazi. Maureen akasema, Tifa, wewe shetani wako hapendi pesa kabisa, ndo ninavyokuona. Akasema ya kwamba, hivi kwani wewe hauna akiba ya pesa hata kidogo? Nikasema, sina. Kunipa pesa tu kaka yako ilikuwa ni mtihani kwake. Maureen akasema, sawa. Nitaongea na mama wakupe mtaji ufanye biashara yoyote hapa mjini na uanze kujitegemea. Ila mimi swala sijila kwenda siji kurudi kijijini kwenda mimi siafiki kabisa. Nikasema, sawa Maureen, asante kipenzi. Akasema, usiwaze dia, tupo pamoja mno. Basi
Kesho yake mama akaniita, akaniambia Tifa, ni kweli umeshindwa kuendelea na Ivan? Nikasema ndio mama, mimi simtaki na wala yeye anitaki. Ilikuwa ni mimba tu ndo inatuunganisha, kwa hiyo hakuna kingine. Na anampenda sana Grace. Kwa hiyo mngempa tu chance ya kuwa na mwanamke wake amtakaye, maana mimi sina mimba tena. Mama akasema, una moyo mzuri sana Tifa. Nilitamani uwe sehemu mojawapo ya familia yangu. Unajua nakupenda sana we binti. Umelelewa vizuri mno. Una moyo wako wa kipekee, una adabu, una heshima, hauna majivuno, Japo mimi nilikupenda sana wewe na nilitaka Ivan yako wewe na sio mwingine. Nikasema mama, msimforce. Mimi kule nilikuwa nateseka tu, hakukuwa na mapenzi, Ndio maana alikuwa anafikia hatua hadi ya kunipiga. Mama akasema, basi sawa, mimi nitakupa mtaji ila usirudi kijijini Tifa, umesikia? Wewe ni mdada mzuri na mwenye akili. Kwa hiyo baki hapa mjini, pigania maisha yako. Nikasema sawa. Basi nikapiga na magoti nikimshukuru sana. Si unajua tena mimi nilivyolelewa, Mama akasema, usijali, wewe ni mwanangu kabisa. Sasa mimi hapo sasa nina kama wiki hivi nipo kwa mama Ivan. Na Ivan hajawahi kuja hata siku na moja. Yaani wala hajawahi kupiga hata simu kuniuliza naendeleaje. Na mimi afu mwenyewe hata kwanza hata sikuumia. Niliamua kufanya maisha yangu. Basi hiyo siku asubuhi mama akaniambia, Tifa, leo kuna sehemu tunaenda. Nikasema sawa. Basi akanipeleka mpaka Kariakoo, mtaa wa Kongo. Kuna frame haikuwa kubwa sana. Unajua na viframe vya Kariakoo. Akaifungua pale tukaingia, kulikuwa kuna vitenge kama vyote. Akaniambia, Tifa, hili ni duka lako. Nikasema mama, la kwangu mimi? Mama akaniambia ndio ni la kwako. Huu mzigo wa vitenge umekosti milioni 85. Kwa hiyo inabidi uuze, ulinde msingi na upate na faida. Umesikia? Ulipe na hii frame, japo kwa sasa nimekulipia miezi 6. Na kuna kodi kama mfanyabiashara pia utatakiwa kuzilipa. Nitakuelekeza nyumbani. Nikasema sawa mama. Akasema haya, naomba upambane sana na hii biashara. Ukifeli hapa, mimi sitakuwa na msaada na wewe tena. Basi nikashukuru pale jamani, nikapiga na magoti kama kawaida yangu huku nalia. Nikasema mama, asante sana. Akaniambia usijali, wewe ni binti yangu kabisa. Nikasema sawa mama, asante. Msikilizaji jamani, kuna watu wengine yani tunabahatika sana kudondokea kwenye mikono ya mabosi ambao wana moyo wa upendo. Just imagine pilika zote ambazo nimetokea. Sidhani kama wanafanya hivyo kwa sababu eti nilikuwa siji na mtoto wao. Hapana, mimi tangu mwanzo nilikuwa niko vizuri tu. Basi bwana akanikabidhi pale na milioni 5 mkononi. Akaniambia hii tafuta nyumba upange, uanze kujitegemea sasa mwanangu, uwe huru na maisha yako na wewe. Nikasema huyu sasa si ndio mama mwenyewe. Sitakaa nimsahau mimi. Kuna watu wana mioyo mizuri jamani. Nilimshukuru sana mama, sikuamini. Na mimi leo na biashara yangu. Asante Mungu kwa kuniletea mama Ivan. Baada ya yote tukarudi nyumbani. Maureen akaniuliza, mlienda wapi na mama? Nikamsimulia. Akaniambia, asa Tifa kapambane, koma shosti yangu, koma. Kijijini utaenda tu kujifuta tu vijasho na kupunga upepo. Unajua tena kule hamna AC. Nikasema ni kweli, nitapambana. Na asante sana Maureen kwa kunipambania, nitakukumbuka sana kwa wema wako. Akasema usijali shoga yangu, hayo mbona ni mambo ya kawaida sana. Nikasema sawa. Basi bwana. Kweli kesho Maureen akanisindikiza tukaenda kutafuta nyumba ya kupanga. Tukapata nyumba simple tu, kodi 250 kwa mwezi. Ipo Goba. Japo mimi niliona gharama 250. Maureen akaniambia, panga hapa, hii kodi utaimudu. Kariakoo biashara ipo. Nikasema sawa. Basi nikalipa kodi ya miezi 6. Akanipeleka mjini, nikanunua na furniture za kawaida tu, nikaweka ndani kwangu. Nikarudi nyumbani, nikawaaga sasa wazee baba. Akanipa baraka nyingi sana. Akaniambia Mungu akusimamie sana mwanangu kwenye mambo yako huko. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana. Basi bwana, kesho yake nikahamia sasa kwangu. Palikuwa simple tu ila palikuwa pazuri. Niridhika napo. Basi nilipumzika pale, nikaongea na bibi kuwa sasa najitegemea. Mabosi zangu wamenipa mtaji na biashara yangu, naanza kujipambania mwenyewe. Bibi alifurahi mno. Mimi sikumhadithia kabisa maswahibu yangu ambayo yamenitokea mimi na Ivan, na hata kujua kama nilikuwa na mimba bibi alikuwa ni hajui. Nikasema bibi, likizo madogo akifunga shule na watumia nauli mje kwangu. Basi bwana alifurahi sana. Baada ya kumaliza kuongea na bibi,
nikapumzika bwana. Kesho yake nikaanza kazi rasmi katika duka langu la Kariakoo. Kulikuwa na wateja sana. Nikasema hapa peke yangu stoboy, lazima nipate msaidizi wa kunisaidia. Kweli bwana, nikapata nafanya kazi mmoja hivi, ni mdada fulani hivi, anaitwa Amanda. Kiumri mimi ni mkubwa, akana anaita dada hivyo. Na nilikuwa nafanya naye kazi vizuri mno. Na namlipa vizuri tu. Biashara zilikuwepo, maana wateja wenyewe walikuwa ni wengi. Na wateja wenyewe walikuwa ni wa jumla. Basi ikapita miezi 3, nilipendeza mno. Yaani nilikuwa ni mdada fulani hivi mjini haswa. Sio yule wa kusuka nywele 5 za mkono, no, nilikuwa na waka kweli kweli. Yaani duka nilikuwa ni nalimaintain mno. Kwa hiyo nikipata msingi, naagiza mzigo na pesa napata mno. Nilikuwa nashukuru sana. Namshukuru Mungu, mimi sikuwa ni mtu wa starehe sana. Sijui nikute na mashisha nini? Wewe kujaribia kifua tu na mapafu. So nilikuwa naimudu sana biashara yangu vizuri mno. Maureen huwa anakuja sana dukani kwangu, napiga naye sana story, ananiambia shoga yangu, mimi sikuungishi vitenge, sio vitu vyangu. Basi tunacheka. Maana namjua Maureen anapenda kuvaa vile vinguo vifupi vile. Basi nikana mwambia naelewa, wala usijali shosti. Yaani Maureen ndo alikuwa shosti yangu haswa. Just imagine. Ila mimi sikuwahi kumuuliza hata siku na moja habari za kaka yake. Nilisha move on kabisa. Hakuwa kwenye kichwa changu hata kidogo. Ila mama huwa anakuja sana dukani kwangu, ananua vitenge sana, ananiambia Tifa, napenda unapambana sana. Kila nikija nakuta duka linazidi kukua. Basi mimi nafurahi kwa kweli. Napambana sasa hivi, na wanawake tunapambana wenyewe, hatutegemei tena wanaume. Basi siku zikaenda, nikazoea maisha yangu na nikazidi kupambana na biashara yangu. Ivan hakuwahi kunitafuta wala mimi sikumtafuta. Na binafsi nilishamsahau, nikawa busy mno na mambo yangu. Nilipendeza na kunenepa mno. Yaani mimi sikuwa Tifa yule kabisa yani. Nilikuwa Tifa wa kisasa haswa, na nilikuwa ni mdada fulani hivyo mjini mno. Biashara yangu ilizidi kuchangamka na ilikuwa inakwenda vizuri. Niliiweza mno. Nikanunua na kiwanja maeneo ya Pugu. Nikaanza na kujenga sasa. Mimi mambo starehe hamna, ni mwendo wa maendeleo. Wife Matilo liko hapa kudadadeki. Nitamani mno sasa niwe na kwangu sasa. Nishachoka kulipa kodi. Nitaka niwe na kwangu. Mimi sikuwahi kujiingiza katika mahusiano kabisa. Japo nilikuwa natongozwa mno hasa na wafanyabiashara wenzangu wa pale Kariakoo nini. Ila nilikuwa nasema nimeolewa. Sababu mimi sikutaka peleka kabisa za mahusiano. Kwa kila ananitongoza anambia asante nimeolewa. Na sikutaka kuwa na marafiki wa kujuana kiundani sana, sababu najua watanipa changamoto. Tusimjua hata marafiki wengine, marafiki unafiki tu. So hata pale Kariakoo mimi nilikuwa na marafiki wa kupiga nao story kidogo tu. Yaani sikutaka ile mazoea sana. Unajua tena, yani ukiruhusu mtu akuzoee sana, umejiandalia mtelezo wa kuteleza vunjike kiuno na mwisho wa siku kunyanyuka haiwezekani. Kwa hiyo shoga yangu kipenzi niliyemzoea sana, ambaye hata nikipata changamoto kubwa anamwambia nisaidie, alikuwa ni Maureen. Na Maureen msikilizaji nadhani unamjua tangu day one. Yaani alikuwa ni zaidi ya dada kwangu, na ndo alikuwa rafiki yangu aswa. Sasa pembeni ya duka langu kulikuwa kuna duka kubwa la vitu vya umeme. Hizi electronic device nini. Mambo ya majumbani nini, kama ma TV, fridge, microwave, washing machine nini na vinginevyo vingi tu. Yaani hilo duka lilikuwa kubwa mno na lilikuwa na wateja. Kwa sababu vitu vilikuwa vinauzwa kwa discount. Hata mimi baadhi ya vitu vyangu vya ndani nilinunua hapo. Sasa mwenye hilo duka ni mkaka mmoja hivi, ana asili kama ya Waarabu. Na huwa haji sana pale dukani, ila kaweka vijana pale dukani kwake. Sasa yule kaka akija, akishamaliza kukagua duka lake, anakaaga nje, anakuwa anatizama sana huku kwenye frame yangu. Yaani kifupi huwa ananitazama sana. Mpaka nikaa sasa nasema huyo kaka vipi, ana shida gani na mimi? Siku moja bwana nimemaliza kazi zangu dukani, nikamlipa Amanda pesa yake ya siku. Maana mimi huwa namlipa per day. Tukafunga na duka, Amanda akaondoka zake. Mimi nikampigia boda wangu anifuate, anipeleke nyumbani nikapumzike, maana siku nilikuwa nimechoka mno. Sasa nilikuwa nimesimama nje ya duka langu, ikapaki gari fulani hivi nyeupe nzuri, kisha kioo kikashushwa. Na alikuwa ni ule mkaka mwenye duka la pembeni pale. Akanisalimia, akasema asalamu alaykum. Nikatika vizuri tu. Akasema unaelekea wapi mrembo? Nikasema naelekea Goba. Akasema okay, mimi naelekea Mbezi Beach.
naomba nikupe lift nikuache mbele. Nikasema asante mwaya, nishampigia boda wangu, ananifuata muda si mrefu. Akasema poa. Basi akaosha gari yake akaondoka. Nikashusha pumzi. Nikasema mbona likaka lizuri vile? Alafu hata lazimishi. Jamani, likaka lizuri hivyo. Yaani ukiwa na bwana kama yule ni pressure tu. Si unajua tena watu ambao wana asili ya Uarabu hivyo wanavyokuaga Sasa mimi sikusimama sana pale. Boda wangu akafika akanipeleka mpaka nyumbani. Ikapita kama wiki 2 hivi. Sikumuona tena yule kaka kwa kweli. Na siku moja saniko zangu busy kazini, akaingia yule kaka. Sijui kwa nini ila moyo wangu ukafanya pa. Nilivyomuona ila nikajikaza. Akanifuata akasema mambo Tifa. Nikasema huyu baba kajuaje jina langu? Ila nikamuitikia nikasema poa karibu. Akasema okay, naomba basi unitafutie vitenge vizuri, nataka nikampe zawadi mama yangu. Nikasema sawa, karibu kae hapa. Kweli akaja akakaa akakunja na 4. Wow, likaka lizuri jamani. Acheni tu. Nikaanza sasa kumtafutia vitenge. Nilimchagulia vitenge vizuri mno, nikampelekea. Nikasema naamini hivi mama atavipenda. Akasema ya, kama umevipenda wewe hata mama pia atavipenda. Basi akatoa pesa akalipia, ila sasa hakuacha hata ile ya nyongeza. Nikasema hili kaka libairi. Hakuna hata ile no keep change. So nikamwekea vizuri kwenye mfuko, akaga akaondoka. Jioni ya hiyo siku tumeshamaliza kazi, nikiwa sasa nafunga duka, akaja sasa yule kaka. Akasema mambo. Akasema poa, unataka vitenge? Akasema no, nimekuja tu kusalimia jirani yangu. Akasema asante. Akasema haya, leo nimekuwahi bwana, usiite boda, nataka nikupe lift. Nikacheka kweli. Basi nikasema mimi leo nina mizunguko mingi, kwa hiyo nitakusumbua, utanipa tu siku nyingine. Akasema mimi mwenyewe leo sina hata kazi, niko tu nimekaa kwenye gari muda wote na kuangalia wewe tu. Kwa hiyo mizunguko yako nimejitolea yote mimi nitakupeleka. Nikacheka tu nikasema sawa, nipe lift maana umengangania mno. Akasema sawa. Basi akaenda kuchukua gari yake, nikapanda. Akasema tunaanzia wapi boss? Nikasema wewe twende tu, wala mimi sina mizunguko yote. Akatabasamu akasema nilijua tu ni uongo. Ulikuwa unanikatalia tu Jamani likaka linavyoongea hivi nilikaka lizuri. Kwanza akicheka tu jamani, nilikuwa namwangalia mno. Basi akaanza kudrive pale huko, sasa ananipigisha stories hapa na pale. Kifupi huyu kaka ni muongeaji kidogo yani. Akaendesha mpaka tukafika sehemu moja hivi inaitwa shule. Hapo ndo kuna kona ya kwenda Goba. Akanipa simu akanambia andika namba zako. Nikaandika nikamrudishia simu yake. Akachukua pochi yake akanipa 50k. 50 hiyo. Akanambia panda boda kwenda nyumbani. Mimi nanyoosha Mbezi Beach. Nikasema sawa asante. Basi yeye akajibu usiwaze jirani. Mimi nikatabasamu tu nikashuka. Basi yeye akanyosha kuelekea Mbezi Beach. Mimi nikapanda boda mpaka kwangu. Asa nilikuwa nimechoka mno, maana Kariakoo unajua kuna pilika sana. So nikaoga, nikasema ngoja nijipumzishe mapema leo. Maana kesho nipanga kuwahi sana dukani, nikafungue mzigo mpya. Simu yangu ikaita, nikaicheki namba ngeni. Nikapokea akasema hello. Nikasikia sauti tamu kweli. Basi nikajibu yes vipi? Akasema umefika salama jirani. Nikacheka tu, maana nishamjua kuwa huyu ni yule kaka alinipatia lifti. Ila nikajifanya sijamkumbuka. Nikasema wewe nani? Akasema mimi ni Karim. Nikasema Karimu wapi? Akasema yani wewe utauza wewe. Yaani unapakiwa kwenye gari ya mtu lakini hata umjui hata jina kweli? Nikasema nishakumbuka. Kumbe msikilizaji, mimi nilikuwa nimeshamjua muda tu. Nilikuwa namzingua tu. Nikasema sina kuonaga wewe jirani yangu kule dukani, sasa mimi sikujuagi jina tu. Ila najua huwezi kuniteka. Na ukiniteka utaniteka kwa kipi sasa nicho nacho? Karimu alicheka. Akasema unavyo vingi sana vya kutekwa, ila wewe hujui tu. Basi nikacheka, nikasema sawa bwana. Akasema haya mimi naitwa Karim, sasa ndo jina langu ulikumbuke. Nikasema sawa, nimefurahi kukufahamu. Akasema sawa, nitaka tukujua kama umefika salama. Nikasema mimi nimefika salama, usijali jirani. Basi akasema samahani nimekupigia usiku, vipi mwenyewe hayupo nini? Nikacheka nikasema ndio katoka mara moja tu. Akasema kumbe yupo ila katoka tu. Nikasema sasa nakosaje kwa mfano? Basi akacheka akasema ni kweli.
Angekoswa ningeshangaa sana. Niongezee basi na mimi niwe mwenyewe basi. Nikasema nafasi zimejaa. Alicheka tu akanambia haya bwana, basi pumzika basi una usiku mwema. Msikilizaji, sijui kwa nini ila binafsi bado nitamani kuongea naye sana. Yaani sijui kwa nini ila nilijikuta tu nimevutiwa naye sana. Ikabidi nimjibu tu kuwa usiku mwema nawe pia. Basi akakata simu yake, nikafurahi mno kuongea naye. Sasa ulizeni nilivyomsave. Nikasave namba yake my love. Nikaweka simu pembeni, nikavuta shuka nikalala shwa. Asubuhi bwana nikawahi jobu, ila sasa nilikuwa nina kimuhemuhe kweli cha kumuona ya jirani. Nimemisi kweli, mpaka nataka kulia. I say, muda wote nilikuwa naangalia dukani kwake, ila sikumuona kabisa. Jirani. Jirani. Nikawaza nimpigie, nikasema ataona mimi ni Maragia mbea, ataona mimi ni mrahisi sana. Ngoja niache nisimtafute, atanitafuta tu yeye mwenyewe. Sasa muda wote nilikuwa naangalia simu yangu, labda kanitafuta, ila nakuta hata hajanicheki. Nikanaumia sana jamani. Sianitafute. Muda wa mchana nikiwa busy mno, niko busy na kazi, nikaletewa chakula kizuri sana. Kipo kwenye kifungashio kutoka kwenye hizi kampuni kubwa tu za delivery nini. Alikileta mkaka hivi, akasema madam kuna chakula chako hapa. Nikasema Amanda umeagiza chakula? Akasema hapana dada. Amanda kumkendo msaidizi wa dukani kwangu hapa. Nikasema kaka umekosea, mimi sijaagiza chakula. Akasema no, nimeagizwa nilete hapa, na wewe si ndio Tifa? Nikasema ndio. Akasema basi hiki ni chakula chako, wewe chukua tu na kimeshalipewa usiogope wala. Basi nikakipokea, ila nikawa naogopa mno, maana sikuwa naelewa nani kakilipia. Sasa simu yangu ikaanza kuita. Kucheki hivi bwana, my love anapiga. Nifurahi mno. Hatimaye Karim kanipigia. Jirani kanikumbuka. Maana nilisubiria simu yake mno. Nikapokea nikasema hello. Akasema hello jirani, unaendeleaje? Nikasema niko poa, sijui wewe. Akasema na mimi niko poa, nimekuagizia chakula hapo. Nadhani utakuwa umekiona. Nikasema nimekiona, kumbe ndio umeagiza. Akasema au nimeingilia majukumu ya Suni usu. Nikasema hapana, asante sana. Akasema poa. Leo nilikuwa busy sana ndio maana sikuwa nimekutafuta. Nikasema usijali, naelewa. Akasema poa, kula basi ndio endelee na kazi. Nikasema asante kwa kujali. Akasema poa. Nikakata simu. Sasa Amanda kaniuliza kwamba dada ushamjua mtu aliyeagiza chakula? Nikasema ndio. Ni shogangu mmoja tu hivi ndo nilikuwa naongea naye. Akasema sawa. Basi nikamwambia njoo tule. Sasa tukala pale kwa pamoja, maana chips zilikuwa ni nyingi mno, pamoja na kuku mzima. Alafu mimi nisingemaliza. Sasa kuanzia hapo ndo nikawa nimejuana na Karim. Alikuwa ananipigia sana kuniulizia naendeleaje, hasa akiwa kasafiri. Na akija dukani kwake lazima atakuja dukani kwangu tu atanisalimia. Atapiga story, atanitoa lunch, ndio anaondoka zake. Kiufupi nilimzoea sana kaka wa watu. Na la zaidi mimi nilikuwa na hisia za mapenzi mno na Karim, japo sikujua kwa upande wake. Yaani nilikuwa nampenda sana Karim. Ikipita siku sijamuona na changanyikiwa. Na ili nilale lazima nimuone au at least niongee naye katika simu, ndio usingizi utakuja mzuri. Na Karim anajua sana dini. Si unajua tena Waarabu ana swala 5 huyo kaka. Basi akana nisi sana na mimi ni swali sijui nijistiri nini. Basi namwambia sawa nitafanya hivyo. Kwani ndo nafanya sasa. Ila huyo kaka ni mzuri. Yaani nilikuwa simuelewi maana Mpemba sio Mpemba, Mwarabu sio Mwarabu, anaeleweki. Nilikuwa nampenda sana ila sasa hanitongozi. Nilikuwa naona kabisa hata yeye kama anapagawa na mimi ila sasa hanitongozi. Na mimi nishasema siku akinitongoza, sitaki kumsubirisha. Eti siji nipe wiki, siku siji nini. Wewe. Sije eti nitakupa jibu kesho, siji hakuna. Kesho nani ana uhakika nayo? Namkubalia hapo hapo. Sasa siku hiyo nilikuwa napita mbele ya duka la Karim. Sasa duka lake nje kaweka vioo, vile ambavyo vinaonesha mpaka ndani. Nikaona Karim anaongea na mdada mmoja hivi anaitwa Mima. Alafu kamshika mkono. Huyo Mima ni mfanya biashara pia. Hapa tu Kariakoo, ana frame kubwa pia kuliko ya kwangu, anauza nguo za ndani. I say, nilisimama nione vizuri. Nikaona Karim anaongea naye.
Tena ile kimaaba kabisa, na dada anacheka huyo. Iliniumiza sana, nikaumia mno. Moyo uliniuma mno. Nikasema kumbe ndo maana hanitongozi, ana mtu wake. Kwa lile pozi. Itakuwa yule ndio mwanamke wake. Sasa hata nilipokuwa nataka kuelekea nikagairi, nikarudi dukani. Nimenuna. Amanda akauliza, dada vipi, mbona kama umechukia? Nikasema kuna mtu tu kaniudhila, achana naye. Akasema sawa. Sio siri. Niliumia sana mpaka machozi yakanitoka bila mwenyewe kujua. Mapenzi haya. Nimemisi kweli mpaka nataka kulia. Jamani, Amanda sasa akasema kwamba dada, mbona unalia sasa? Nikasema mimi sile bwana. Akasema nayo machozi dada. Ndio nikajishika bwana, nakuta kweli analia. Kweli nampenda Karim. Nikasema Amanda, hivyo ushawahi kupenda? Akasema ndio dada, nishawahi. Kwani imekuaje? Nikasema na umeshawahi kumpenda mwanamume ambaye yeye hakupendi? Akasema ndio nimeshawahi dada, na mwanamume wa hivyo huwa wanatesa sana dada. Hasa wajue kama unampenda. Nikasema na hisi kuna mtu nampenda alafu yeye hanipendi na ana mtu wake. Natamani nisimpende tena. Akasema sikia dada, unaweza kuacha kumpenda, achana naye na ufanye mambo yako na usimpe time kabisa na ukae naye mbali. Nikasema asante mdogo wangu. Niliona niseme maana kama alinibana hivi msikilizaji. Amanda akasema dada, wewe mwanaume ni nani? Ni Karim. Nikastuka nikasema hapana, sio yeye. Akasema atakuwa yeye bwana, maana mimi nakuonaga kama una feeling na hivi, hata kijaga hapa unakuaga na furaha sana na amani. Nikaona hapa nimegundulika. Nikasema ndio ni yeye. Akasema dada bwana, sasa mbona hata Karimu anakupenda? Nikasema anipendi bwana, tangu tujane tuna miezi 3 tu mbona, na anitongozi muda wote, yani mpaka leo anitongozi tu. Akasema dada kuna wanaume hawana haraka kwenye maamuzi. Kwa hiyo wewe ndo hao kina Karim. Ila mbona na dalili zote za kuwa nakupenda? Nikasema mimi nimemkuta yupo na mimi dukani kwake, tena namchezea mikono na wanaongea kwa mahaba sana. Karimu hajawahi kuongea na mimi vile. Nimejisikia vibaya. Amanda akasema yani dada, sikia dada, wewe dada usijipe pressure, umesikia? Usijipe hata mawazo kwa kuona eti Karim siji anaongea na kila mtu. Huwezi kujua wenda wala hata sio mwanamke wake. Ila wewe unampenda, tumia mwanamke wako kumuonesha kuwa unampenda basi. Nikamwambia Amanda, sasa mimi nitafanyaje sasa? Mbona nafanya vitu vingi sana vya kumuonesha kama nampenda? Ina maana haoni ama? Amanda kaniambia, dada tulia, usijipata stress. Mimi ndo nakwambia Karim ni anakupenda dada. Ipo siku utaniambia. Mara Karim bwana akaingia dukani kwangu. Amanda akaenda kuendelea na kazi zake. Mimi nikaa nafuta tu machozi. Karim akanisogelea akasema, Tifa, unalia nini? Umefiwa? Nikasema hapana, sijafiwa. Akasema kumbe shida nini sasa, mbona unalia? Nikasema kuna mtu tu kanikwaza tu. Akasema pole. Sasa mtu kukwaza kidogo tu ndo nalia hivyo? Usio hivyo bwana. Basi akaanza kunibembeleza. Mimi namwangalia tu. Ninampenda huyu kijana. Nitamani kumuuliza mimi ni nani kwake, ila nikaogopa. Naanzaje? Azani unaanzaje kumuuliza mtu ambaye una mahusiano naye? Ama wewe ndio jini mahaba? Basi akasema bwana msamea leo kukwaza. Unajua kipenzi wa Uislamu huwa tukai na vinyongo sana, sawa Basi nikajikuta nimeropoka tu, hata sikusamei. Akasema kwani mimi ndo nimekwaza? Nikajistukia, nikasema hapana sio wewe. Akacheka tu. Akasema haya, hata kama mimi ndo nimekwaza basi nisamee. Alafu usiharibu urembo wako kwa kulia bwana, umesikia? Sio vizuri. Akasema sawa. Basi akasema ya kwamba jioni nakutoa out basi, au upo busy? Nikasema hapana, sipo busy hata. Akasema basi nataka nikutoe out jirani yangu eti. Basi nikatabasamu nikasema sawa, akaondoka zake. Amanda sasa baada ya Karim kuondoka, Amanda akasema dada nampenda sana Karim dada. Ila dada, niamini mimi dada. Unajua kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu Karim anakupenda sana wewe. Unajua kuna siku alinipigia, sijui hata namba zangu kwanza alizitoa wapi. Akaniuliza kwamba eti wewe umeolewa. Baada ya maana kusema vile nikasema wewe kweli? Akasema ndio. Ila akaniomba iwe siri nisikwambie, na akanitumia shilingi 50 fiche siri. Nikasema hajakuuliza na lingine? Akasema
Aliniuliza tu, je, una mwanaume? Mimi nikamjibu kuwa hauna mume wala mimi sijawahi kukuona na mwanaume yote. Basi nikacheka, nikasema we mjinga. We mjinga, unatoa siri zangu. Akasema mimi nimekusaidia jamani, ama umtaki? Nikasema we namtaka. Akasema lazima umtake mkaka mzuri, kama mwanamke hakuna mtu asiyemtaka. Hapa Kariakoo wanawake kibao wanamgombania. Nikasema hata nikiwa naye nitaweza kweli, maana mzuri sana, si atakuwa ananipa pressure tu mimi. Amanda akasema nasikia ana mambo mengi bwana, wewe jitahidi tu mnase, kaka anakuelewa yule. Nikasema poa. Alafu leo jioni anataka ananitoa dina. Amanda akasema uende, ndio anaenda kukutongoza huko. Kwa hiyo utulie dada yangu, maana atakuua. Basi tukacheka sana. Basi jioni nilipofunga duka tu, Karimu akanichukua akanipeleka hoteli moja kubwa ipo Masaki. Tukaagiza chakula, sasa tunakula huku, sasa tunapiga story mno. Akasema hebu niazime simu yako, kuna mtu nataka nimpigie. Nikampa bwana kweli. Alimpigia mtu, wakawa wanaongea biashara. Alipomaliza akakata. Akanipa, akasema kwa nini umensave my love? Kumbe kaona. Nikasema itakuwa nimekosea tu kusave. Akasema sawa. Basi tukaendelea na stories zingine. Nilisubiri kutongozwa msikilizaji. Paka nikachoka. Kaka hakuongea chochote. Unajua ile inavuruga akili, unaenda kutana na mtu ukiwaza anaenda kuzungumza jambo fulani, alafu ndio kwanza hata aliongea. Basi akasema kwamba nimetaka kula na wewe dina tu leo kipenzi, maana ni kuona ule muda haukuwa sawa kabisa. Basi alivyosema hivyo nikasema asante kwa kampani yako. Sasa tulipomaliza akanirudisha mpaka nyumbani kwangu, ila hakutaka hata kuingia ndani. Alisema na haraka sana. Nikamwaga nikaingia kwangu. Nilichukia sana. Nikaenda kujiangalia kwenye kioo. Nikasema kwani mimi sivutii jamani, ama mbona nitongozi? Mimi nampenda sana. Nifanyeje nimpate huyu kaka? Jamani nachanganyikiwa. Basi siku zikapita. Ikakata kama miezi miwili hivi. Karimu hakunitongoza hata. Yaani anarudisha, yani ile kurudi nyumbani narudishwa sana, ila ndani haingii, na kutongozwa sitongozwi. Na alikuwa mtu wangu wa karibu sana, ila ndio hivyo, sijui hata sasa alikuwa ananichukulia kama dada yake, na hata mimi sikuwa namuelewa. Mpaka sasa nilikata tamaa mwenzenu kuhusu Karimu. Hiyo nilikata tamaa. Siku moja sasa nishamaliza kazi, sasa tunataka kufunga. Karimu akanipigia akasema wewe ukifunga nisitue bwana, nipo dukani kwangu hapa nikupeleke kwako. Nikasema sawa. Sasa tulivyofunga nikamstua kweli bwana. Akaja akanipeleka mpaka nyumbani kwangu pale. Nikaambia usiishie nje leo, karibu ndani. Akacheka akaniambia bwana mimi naogopa kupigwa na bwana wako bwana. Nikacheka tu nikamwambia bwana twende bwana, hakuna mtu wa kupiga hata. Akasema poa, ngoja basi nitie suna japo nina haraka sana. Basi akaingia ndani, nikamkaribisha sana, nikampatia juice, akawa anakunywa. Akanambia asante. Nikamwambia usijali, nisubirie na kuja hapo. Basi niingia bafuni nikajimwagia maji. Baada ya kujimwagia maji pale, nikavaa kigauni changu chepesi tu mno, kuonyesha ni umbo langu lote. Si unajua tena kujishabidia mtoto wa kike. Nilipanga kumtega Karimu. Mimi nishachoka kusubiria bwana kutongozwa. Na hiyo siku sasa nilikuwa nipo hoti. Nikasema hapa nitahakikisha leo, afe kipa, afe beki. Na hapa lazima tufanye lile jambo letu ndo ataondoka. Msikilizaji, unadhani plani ya Tifa itafanikiwa? Kasubiri sana kutongozwa na huyu Karimu. Lakini Karimu anaonekana ni hana haraka. Leo mtoto wa kike kasema ya kwamba yani siwezi kuruhusu huyu mtondo kivivi. Katenga kitumbua chake mwenyewe mezani. Mwenye kikombe chenye chai ya maziwa iliyopikwa na hiriki na mdarasini ni Karimu. Sasa je, atatumia hiyo chai ya maziwa kwa kutumia kitumbua, ama ataamua kuviacha vitu vyote mezani na kuondoka zake? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji, kuendelea kufahamu mengi zaidi. Lakini vipi kuhusu Ivan? Ndio kampoteza hivyo ama itakuwaje? Muda wote ulikuwa na Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.